Asi anaonesha ubora wa hali ya juu sana. Tangu amekuja, hii ni mechi ya 3 ya ligi kuu. Tumecheza mechi 4 za kimataifa, zote hizo ambazo amepata nafasi. Aidha akianza anakuwa na mchango chanya, akiingia kutoka kwenye mabadiliko anakuwa na mchango chanya. Ni mchezaji wa daraja la juu sana. Tazama utulivu wake, namna ambavyo akikaa na mali upande huu wa kulia anakuwa na option nyingi, anaweza akakatiza uwanja akaingia kwenye goli, anaweza akapiga pasi mtelezo, anaweza akashoot. Ni mchezaji ambaye amekamilika kwa 100%. Pasi mtelezo ikoje? Pasi mtelezo ni ile ambayo watu wamekaa wengi kwenye kikundi, alafu unapenyeza katikati yao, inapasua. Ndicho ambacho alifanya hata kwenye utengenezaji wa goli la pili. Alipenyeza katikati ya mabeki watatu wa JKT, wakatamani kama kuigusa hivi, ikawaporochoka, ikamkuta Simba mweusi, akafunga walete. Mechi zote mlizocheza mmetoa man of the match. Leo ilikuwa ni zamu ya Wilson Nangu. Beki wa namna gani? Tulijua moja kati ya silaha ambayo tutaitumia kuwaangamizia JKT Tanzania ni silaha mbili, ya Wilson Nangu pamoja na Yakubu Suleiman, na imetulipa. Kwanza imeonesha kwa nini tuliwaamini na kuwasajili, lakini inaonesha ni kwa namna gani ilikuwa ngumu kumsajili mchezaji aina ya Yakub pamoja na Wilson Nangu. Na leo wamefanya kazi kubwa. Wilson Nangu ameibuka shujaa, anakuwa mchezaji bora wa mchezo huu wa leo, lakini kama haitoshi, ndio mchezaji ambaye aliyeturejeshea pumzi na matumaini wana Simba. Baada ya JKT kuwa ametutangulia, pumzi kaanza kukata, watu wakaanza kukata tamaa, lakini ni Wilson Nangu alisema ya kwamba turejee katika mchezo kwa kufunga goli lake la kwanza katika ligi kuu ya NBC, lakini ni goli la pili tangu amekuja Simba Sports Club. Kwa lugha nyepesi, yani kwa lugha nyepesi kweli, mabeki wetu watatu wakati wana magoli mengi kweli. Wilson Nangu ana magoli mawili, moja kwenye Champions League, moja kwenye ligi kuu ya NBC. Inspector Karabwa Shamo ana goli mawili, nikumbusheni, ana goli moja. Rushain De Rock ana magoli mawili. Rushain De Rock ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi wa ligi kuu ya Tanzania. Hivyo kwa Wilson Nangu ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi katika ligi kuu ya Tanzania. Hii inaonesha ni kwa namna gani silaha hii ambayo tuliichukua kutoka JKT iko timamu kwenye kuitumikia Simba Sports. Ndio tuseme bahati njema kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Leo tulikuwa ugenini nyumbani. Ugenini kitaratibu na kikanuni, lakini nyumbani kwa maana ya wingi wetu, lakini nyumbani kwa maana ya kufungua bismillah matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Kila kitu kimekwenda vizuri, na nichukue nafasi hii kuwashukuru mashabiki wote wa Simba Sports ambao wamekuja uwanjani leo kuja kutusupport. Nilikuwa napata hofu sana, wangetuacha peke yetu, tungejisikia unyonge. Hivyo ameitengeneza JKT na kuifanya kwa moja kati ya timu tishio. Tumezoea kuiona timu ya JKT ama timu zenye muktadha wa kijeshi wakitumia nguvu zaidi kuliko ufundi, lakini tangu ujio wa mwalimu Ahmad Ali ameibadilisha JKT. Sasa inatumia nguvu, lakini vile wanatumia mipango mingi ya kiufundi. Unaona JKT wanaanzia mali, kuanzia chini, wanapiga pasi moja mpaka wanafika langoni kwa mpinzani. Ni mabadiliko makubwa ambayo ameifanya technician Ahmad Ali, na kwa hilo kusema kweli anastahili kila pongezi, na kama taifa tuna kila sababu ya kumtazama Ahmad Ali kama lulu kubwa katika mpira wetu wa Tanzania. Lakini pamoja na ubora waliokuwa nao JKT Tanzania, bahati mbaya kwao wamekutana na Simba Sports Club isiyoshindika.
isingewezekana kwa namna yoyote ile JKT Tanzania kupata ushindi au kupata walau sare mbele ya Simba Sports Club. Kitu kikubwa ambacho wamekipata leo na wana kila sababu ya kufanya sherehe kubwa ni kupata kagoli kamoja mbele ya Simba, lakini isingewezekana wao kupata ushindi ama hata kupata alama moja kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Tuliwaheshimu, tuliweka mpira chini, tukaangalia namna gani tunaweza tukawafungua. Kipindi cha kwanza ikawa ngumu, kipindi cha pili meneja Dimitar Pantev akabadilisha mipango yake ya kiufundi sanjari na kubadilisha wachezaji, na tumeona imetulipa. Tumepata mabao mawili na almanusura tupate bao la tatu la Eli Mpanzu, lakini yote kwa yote sisi tunao furaha kubwa kwa ushindi huu ambao tumepata. Tumeendeleza maximum winning na 100% winning kwenye mechi zetu. Mechi 3 tumeshinda mechi zote. Hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania msimu huu ambayo imefanikiwa kushinda mechi 3 mtawalia. Ni Simba Sports Club. Umeridhika? Nimeridhika 100%. Of course bado kuna kazi kubwa ya kuendelea kufanya, kuiboresha timu yetu, kuweza kutumia zaidi na kutengeneza zaidi nafasi. Hiyo ni kazi ya mwalimu wetu Dimitar Pantev. Sisi mashabiki tumeridhika, tulikuja kufuata ushindi, tumeupata ushindi, tuna ganga yajayo. Bwana Morris Abraham kwa alicho Hivi ambao huwa wanapiga mangoma sana, leo nadhani hawajaja. Sasa nikaa nawaza majukwaani wakitawala, wale vijana wa JKT wamenyoa vipala, wanacheza na kushangilia muda wote. Sisi tungekaa kinyonge katika ardhi yetu, tungejisikia unyonge. Lakini washabiki wetu wamekuja kwa wingi na tulitoa agizo waje na mangoma yale makubwa makubwa, wamekuja nayo na tumeikamata Meja Isamuyo. Tumefurahi. Ni wapongeze mashabiki wote ambao wamekuja uwanjani na utaratibu ambao wameutumia kuja uwanjani. Wengi wametumia utaratibu wa kukodisha magari na kuja kwa pamoja, kwa sababu logistics za usafiri kwa huku Mbweni Ushuani ni changamoto kidogo. Huku Mbweni kila mtu ana gari lake, kwa hiyo daladala ni changamoto. Daladala zinapita kule Bunju, kule Bunju bisi Bunju huko Latifu unaona huko unakaa mbali mama, lakini leo unaseleleka, si ndio? Daladala zinapita huko, kule inabidi uchukue tena Magengeni, uchukue bodaboda nyingine tena uje mpaka huko. Sasa walichokifanya mashabiki wa Simba ni kwamba wametengeneza kwa utaratibu, kila tawi, kila kundi wanachangisha nauli zao, wanakuja uwanjani, gari inapaki hapo, ikiisha mnaingia kwenye magari yenu mnarudi mjini. Na mechi zinazokuja ambazo sisi tutakuwa nyumbani hapa Meja Isamuyo, waje kwa mtindo huo. Tuendelee kuiunga mkono Simba yetu, huu ni mwaka wetu. Mechi hii ujumbe wenyewe ni kwamba hii ligi ni ngumu kweli kweli. Hawa JKT Tanzania kwa namna ambavyo wameonesha kiwango bora hii leo, bila shaka mwalimu ana kazi kubwa ya kuendelea kuboresha vijana wake, kwa sababu kitu kizuri ukianza na ugumu inakufungua zaidi ya akili, ufanye maandalizi makubwa zaidi, kwa sababu kunakoelekea unaamini patakuwa pagumu. Lakini ukianza na mchekea unampiga mtu bao 4 bao 5, psychologically unakwenda kuamini kwamba ligi ya Tanzania kumbe ni mseleleko namna hii. Lakini ukianza na watu chuma namna hawa kama JKT, bila shaka mwalimu kuna homework kubwa ambayo ameipata hapa na anakwenda kuifanyia kazi. Kuifanyia kwake kazi ni faida kubwa kwa maendeleo ya Simba Sports Club. Kuhusiana na kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye michuano ya kimataifa, bado mko pale pale? Sisi tunatumia Benjamin Mkapa, nowhere to go. Mechi zetu za nyumbani zitakuwa Benjamin Mkapa. Sasa sisi msabaki wenyewe. Kimsingi lazima mtambue kwamba Benjamin Mkapa is not for everyone. Benjamin Mkapa is for Simba Sports Club. Ule uwanja umetengenezwa kwa ajili yetu. Ule uwanja sisi ndio tunajua kuutumia. Ule uwanja sisi ndio wenye miliki nao, na sisi ndio klabu pekee ambao tumeshawahi kutoa fedha yetu kwenye ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sisi
ule uwanja unatuhusu kwa 100%. Hivyo hatuna pa kuhama kama hakuna sababu ya msingi. Kwa hiyo Benjamin Mkapa sio kwa kila timu. Unaweza ukatamani kucheza Benjamin Mkapa, lakini ukawa huna uwezo wa kucheza Benjamin Mkapa. Unaweza ukawa unajua kuna kutamani na uwezo. Unaweza ukawa na hamu ya kutumia Benjamin Mkapa, lakini huna hadhi ya kutumia Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa is for Simba Sports Club. Hata ukirejea historia yake, sababu ya kujengwa Benjamin Mkapa ni sisi Simba Sports Club. Baada ya hayati Benjamin Mkapa kuona mashabiki wa Simba ni wengi kuliko uwezo wa uwanja wa Uhuru, akasema inabidi kujenga uwanja mkubwa zaidi, ndio tukajengewa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni Benjamin Mkapa Simba Sports Club. Kwa kumalizia, mashabiki wengi wanazungumza wanasema kwamba ukiona timu yoyote iko juu ya msimamo wa ligi, basi ujue Simba Sports Club bado hajacheza. Tunaongoza ligi tuna alama 9. The only team in Tanzania ambayo haijapata sare, the only team in Tanzania ambayo haijadondosha point. Sio kama tunajivuna, lakini tunaendelea kukusanya point siku hadi siku. Mtamaliza story zote sasa. Zitunzeni hizo.